Baada ya Young Africans kwa siku ya jana kufanya maamuzi ya kumfuta kazi kocha Pedro Goncalves, moja kati ya maamuzi ambayo wengi kwa upande wa mashabiki wa klabu hiyo wameyapokea vizuri kabisa kutokana na namna ambavyo timu yao ilikuwa inacheza. Tumeshuhudia Pedro Goncalves ni miongoni pia mwa makocha chache ambao waliodumu kwa muda mfupi sana ndani ya kikosi cha Young Africans. Kumbuka alikuja hapa masiku za karibuni akipokea nafasi ya kocha ya Romain Folz ambaye alikuwa anakinoa kikosi hicho. Romain Folz ambaye alikuwa ameanza msimu, lakini baadaye akaja Pedro Goncalves, raia wa Ureno. Wengi walikuwa wanasema kwamba pira la Kireno, pira la Sports Lisbon, lakini kwa siku ya jana tumeona limefikia tamati. Sasa kwa upande wa Young Africans yapo mambo mengi ambayo yamesababisha pia mpaka kocha Pedro Goncalves akaonekana ni kocha wa kawaida sana. Young Africans kwanza kabisa msimu wa kwanza wa 2025-26 namna ambavyo wameuanza msimu, tunaweza tukasema kwamba kwa kiasi kikubwa sana walifeli. Kwanza kabisa selection pia ya kocha Romain Folz haikuwa ni selection ambayo ni sahihi. Lakini pia kitu kingine ni kuhusiana na swala zima la usajili. Sajili ambazo Young Africans walizifanya, wakina Celestine Ekwa tuliona walikuja hapa, mwisho wa siku wakaonekana si chochote. Kina Lassine Kouma wamekuja hapa kwenye ardhi ya Tanzania na hatimaye wamefeli ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Kumbuka kuna wachezaji bora ambao walikuwa tayari wameonyesha kiwango kizuri, wakaondoka kwenye kikosi hicho. Sasa ni aina gani ya wachezaji ambao walikuja kuziba nafasi? Hapa ndo tatizo lilipoanzia. Kina Moussa Bala Conte walikuja hapa kwa ajili ya kuziba nafasi za kina Ali Diaucho ambao ameondoka. Ali Diaucho ameondoka, kaja Moussa Bala Conte. Hakuna ambacho kimeonekana kwamba kimekuwa bora. Sasa kikubwa zaidi ni kwamba tunaweza kusema kwamba hapa kwa upande wa Young Africans ni kama walifeli tena kwa kiasi kikubwa sana. Sasa unaanza kuwaza anaondoka Ali Diaucho kwenye eneo la katikati, utu wa mgongo wa timu, lakini pia anaondoka mchezaji kama Ziki namba 10 ambaye alikuwa anafanya vitu vizuri ndani ya timu. Wanaingia wachezaji ambao bado hawajaweza kukliki kwenye kikosi. Wengine wameshaondoka baada ya kufeli kabisa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans na kupelekwa kwa mkopo kwenye vilabu vingine. Sajili la dirisha dogo kidogo at least ndo limeleta uhai kwenye kikosi cha Young Africans. Usajili wa Depu, lakini pia Alan Okello ambaye tayari ameshakliki kwa asilimia kubwa. Damaro anaisaidia Young Africans tu kwa sababu ndo mchezaji ambaye yupo, hakuna namna, inabidi tu atumike kwa sababu ndo mchezaji ambaye anayepatikana, lakini pia naye vile vile bado huwezi ukalinganisha na namna ambavyo Ali Diaucho alikuwa anacheza kwenye eneo la katikati, anaifanya timu inakuwa na flow ambayo ni nzuri. Ukweli ni kwamba Young Africans wamechoka kwenye eneo la wachezaji. Eneo la wachezaji kidogo, wachezaji wa muda mrefu ambao wametumika kwa muda mrefu, lakini pia wachezaji ambao waliondoka na waliosajiliwa ni vitu vili tofauti. Pedro Goncalves alikuwa anafanya kazi ya ziada, namna ya kuhakikisha kwamba timu inacheza kutokana na aina wachezaji ambao wako kwenye timu. Lakini zengwe kubwa kutokana na dabi ya Kariakoo, hii ndiyo ambayo imefupisha zaidi ajira yake kwenye kikosi cha wananchi Young Africans baada ya kupoteza dabi ile ya finali ya kombe la Muungano. Ile ilikuwa ni shida, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara alinusurika na kichapo, mechi ikamalizika kwa sare. Wengi wanasema kwamba utashi wa wachezaji ndio ambao ulifanya hata ile mechi ikatoka sare. Wengi wanaamini kwamba wachezaji kwa upande wa Young Africans wamekuwa wakisema kwamba wachezaji ndio waliamua kujitoa baada ya kuona kwamba kocha hawezi tena
kuwasaidia. Lakini pia wengi wakawa wanaenda mbali zaidi kwamba kocha ameshindwa kuwatumia pia wachezaji ambao wako kwenye kikosi hicho, huku akiwanoji kwamba vipi kwa upande wa Yao Kwasi, mbona anapokuwa anaingia mechi inabadilika. Tumeshuhudia namna ambavyo Yao Kwasi amecheza kwenye dabi ya Kariakoo, wakati alikuwa akiingia kama super sub, unaona kuna kitu kikubwa anakibadilisha kwenye timu. Sasa mashabiki wakawa wanahoji ni kwa nini kocha asimuanzishe tokea mwanzo mwa mchezo, anakuja kumuingiza wakati mambo yashakuwa ni magumu zaidi. Kwa hoja ni nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa pia na mashabiki, wanachama, lakini pia kwa namna moja ama nyingine kuna kazi kubwa ambayo amefanya pia Pedro Goncalves ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Anastahili pia pongezi katika namna ambavyo ameishi kwenye kikosi hicho, ila ukweli ni kwamba Young Africans wanapaswa pia kufanya usajili mzuri na bora kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili ili waweze kufanya vizuri katika msimu wa mwaka 2026 27, lakini pia kunako michuano ya kimataifa waweze pia kufanya vizuri. Wanahitaji kusajili wachezaji ambao ni bora. Yanga ina matatizo maeneo mengi sana. Kuna maeneo ambayo Young Africans wanapaswa pia kufanya reshuffle. Haina wachezaji ambao wametumika kwa muda mrefu sana, hawezi wakakupa kiwango kile kile. Kina Pedro Pacome wametumika kwa muda mrefu na wamekuwa wakionyesha kiwango bora kwenye kikosi hicho, takriban misimu mitatu miwili mfululizo, kitu ambacho kwa msimu huu kidogo anaonekana kama energy zao pia zimeshuka. Lakini mtu kama Maxim pia Nzingeli anahitaji pia mapumziko kidogo, walau mchezaji wa kuweza kumpokea. Nani ambaye anaweza akampokea Maxim pia Nzingeli na kumpumzisha kidogo, na hatimaye mwingine mwenye kiwango bora akaweza kushow, ili at least Maxim pia Nzingeli aweze kurejea pia kwenye ule ubora ambao tunaujua zaidi ya hapa ambapo alivyo. Hivyo tayari wachezaji wa Young Africans wameshafanya makubwa kwenye timu. Hivyo wengi wanahitaji pia mapumziko kidogo, alafu mili iweze kuchanganya upya. Lakini sina maana ya kwamba wanahitaji kuacha wachezaji hawa, no, wanahitaji kuendelea kuwa nao, ila wanahitaji mapumziko ili mili iweze kurejea pia kwenye ubora. Sasa wachezaji aina gani pia wanaweza wakawapa mapumziko? Hili ni tatizo kwa upande wa Young Africans, wanapaswa kuingia sokoni bana. Hii ni Gift Online TV, mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kuifuatilia channel hii na hakikisha pia una subscribe kwa ajili ya kuwa kwanza kupata zile taarifa ambazo tuko nazo. Bye bye.